Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Viktor Orban, waziri mkuu wa Hungary, ametupwa katika uchaguzi uliofanyika katika nchi hiyo. Chama cha upinzani nchini Hungary cha SZSZ kinachoongozwa na Peter Magyar kimeshinda uchaguzi mkuu na hivyo kuhitimisha utawala wa miaka 16 wa kiongozi Viktor Orban, na matokeo ambayo huenda akavuruga ikulu ya White House na kuunda upya uhusiano wa nchi hiyo na EU. Chini ya saa 3 baada ya kura kufungwa Jumapili, Orban alikubali kushindwa baada ya kile alichoeleza kuwa matokeo ya uchaguzi mchungu. Nilipoteza chama kilichoshinda, Orban aliwaambia wafuasi huko Budapest. Tutatumikia taifa la Hungary na nchi yetu kutoka kwa mpinzani pia. Dakika 30 kabla ya uchaguzi kukamilika, rekodi ya 77.8 wapiga kura nchini, ambayo ni 7% ya rekodi ya awali ya mwaka 2002, walijitokeza katika vituo vya kupiga kura katika nchi hiyo ya Ulaya ya Kati. Katika kipindi chote cha kampeni iliyopiganiwa vikali, Orban na serikali yake ya mrengo wa kulia inayopendwa na watu wengi walikuwa wamefuta uchaguzi mara kwa mara, wakipendekeza uchaguzi huo unaweza kumaliza juhudi zake za kubadilisha Hungary kuwa demokrasia isiyokuwa ya kidemokrasia na kuunda upya uhusiano wa nchi hiyo na Umoja wa Ulaya, Moscow na Washington. Huku 72% ya kura zikiwa zimehesabiwa, matokeo yalikadiria ushindi wa viti 138 katika bunge lenye viti 199 kwa chama kikuu cha upinzani SZSZ kinachoongozwa na Magyar, mwanachama wa zamani wa chama cha Orban cha Fidesz, ambaye alivunja safu mnamo mwaka 2024. Uchaguzi huo ulikuwa ukifuatiliwa kwa karibu katika nchi mbalimbali duniani, huku wengi wakiuona kama kipimo cha uthabiti wa vuguvugu la MAGA na mrengo wa kulia wa kimataifa, ambao wengi wao kwa muda mrefu wamemtaja Orban kama msukumo na kutaka kufuata mipango yake. Orban alikuwa akitafuta kura za kurejea katika mamlaka, huku viongozi wa mrengo wa kulia kutoka kote ulimwenguni walikuwa wakipambana kumfuata. JD Vance wiki iliyopita alifika Budapest kwa ziara ya siku 2 na makamu wa rais wa Marekani aliwaambia waandishi wa habari kwamba alikuwa amesafiri kwenda katika mji mkuu kumsaidia Orban kushinda. Donald Trump pia alikuwa amemuidhinisha mara kwa mara Orban. Hivi majuzi siku ya Ijumaa alipochapisha "Nipo pamoja nawe". Mnamo Januari, viongozi akiwemo Giorgia Meloni wa Italia na Benjamin Netanyahu wa Israel pia waliweka wazi kuwa wanamuunga mkono Viktor Orban. Tangu mwaka 2010, Viktor Orban, kiongozi wa muda mrefu zaidi wa EU, alijaribu kuigeuza Hungary kuwa mstari wa mbele wa uliberali, na alisema ni kwa ajili ya kutetea maadili ya familia za Wakristo dhidi ya kile alichokiona kama uvamizi wa uliberali wa kimagharibi na tamaduni nyingi. Serikali yake yenye siasa kali za mrengo wa kulia ilitumia muda wake madarakani kudhibiti mizani ambayo ilizuia mamlaka yake, kuandika upya sheria za uchaguzi kwa manufaa yake binafsi na kufanya ujanja wa kuwaweka wafuasi waaminifu katika udhibiti wa takribani 80% ya vyombo vya habari vya nchi na kurekebisha mahakama ya nchi. Mamia na maelfu ya watu msimu uliopita wa kiangazi waliingia katika mitaa ya Budapest wakipinga juhudi za serikali kupiga marufuku matukio mengine yanayohusisha jumuiya ya LGBTQ. Uchaguzi umefanyika katika hatua ya kimataifa na ya ndani kwamba Orban alitaka kuwashawishi wapiga kura wa Hungary ili harakisha kukumbuka katika vita katika Ukraine, wakati Magyar alizingatia masuala ya ndani na hali za kukabiliana na rushwa, kurekebisha uhusiano wa Orban na Umoja wa Ulaya na kuingiza fedha katika huduma za umma zinazoporomoka nchini humo. Wagombea wote wawili walisalia kwenye ujumbe walikuwa wakipiga kura Jumapili asubuhi. Magyar alitoa wito kwa Wahungary kupiga kura katika uchaguzi wa maamuzi. Baadaye alisisitiza kwamba usiku wa leo jinamizi ambalo tumekuwa tukiishi nalo miaka mingi iliyopita litafika ukomo. Orban alikariri maoni yake ya mgogoro mkubwa unaoongoja Ulaya wa kupendekeza serikali yake ilikuwa jozi salama ya mikono kushughulikia nyakati za misukosuko. Kwa bahati nzuri, tuna marafiki wengi duniani, kutoka Amerika hadi Uchina hadi Urusi na ulimwengu wa Uturuki, aliwaambia waandishi wa habari baada ya kupiga kura siku ya jana Jumapili asubuhi. Kampeni hiyo ilisema uhusiano wa serikali yake na Moscow unachunguzwa baada ya kuvuja kwa sauti na nakala zinazodaiwa kwamba Orban alimwambia Vladimir Putin, "Niko kwenye huduma yako", na kwamba waziri aliyekuwa ameshiriki habari za siri za EU na serikali ya Urusi. Serikali ya Orban ilitaja uvujaji huo kama ushahidi wa kuingiliwa na wageni. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini
Usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.